maneno walianza, mashindano yanafanyika mwezi wa Ramadhani hii na hivi na hivi. Ni kweli wanachokisema, wakati mwingine tunafanya matendo ambayo hayalingani na uzito wa mwezi. Lakini mwaka huu nimefurahi, jana nimeenda pale Mikocheni, nimeona mashindano mazuri. Asalamu alaykum ndugu zangu, wanahabari wenzangu, wadogo zangu, wengine sisi chako wanangu. Tunaona watoto wa miaka 23, 25. Karibuni sana kwenye mkutano huu ambao labda wengine make nimeona hapa mmekuja na white, lakini mwaita hapa ndugu zangu wanahabari, nyie ndio msaada wetu, nyie ndio mnatupeleka duniani, nyie ndio mnafanya mambo yetu na majambo yetu yafanikiwe. Mnafahamu kwamba kwa miaka miwili nyuma nilikuwa naandaa mashindano ya kusoma Qur'ani kwa watu celebrities na mastaa pamoja na wanahabari watangazaji. Mwaka wa kwanza alishinda ndugu yetu Ngoda pamoja na washiriki wengine walioshindana, lakini mwaka jana nafahamu aliyeshinda ni nani. Bahati mbaya si yuko wapi, nitegemea awepo hapa, na akafanikiwa kwa ushindi ule kwenda Maka kwa ibada ya umra, na tuliahidi lakini tukatekeleza. Na mwaka huu kama season 3 tutafanya tena, lakini tutaongeza wigo. Mwaka hili ilikuwa ni mastaa celebrities, lakini tutaongeza wigo na wanasiasa. Mashindano ya kusoma, sisi sio kuhifadhi. Kuna mashindano mengi yanafanywa siku hizi ya kuhifadhisha Qur'ani. Kuna wenzetu wakubwa, kaka zetu wanaandaa na mama zetu wanaandaa mashindano makubwa sana. Kila pembe ya nchi sasa hivi kuna mashindano ya hasa mwezi wa Ramadhani ya kuhifadhi Qur'ani. Qur'ani ni kitabu kilichoshuka au kilichoteremshwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndio maana mtu ambaye labda hajui anaweza, kwa nini yani Qur'ani mashindano mengi nasomwa sana Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani? Sababu ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa, na kwetu Uislamu tumehimizwa sana tusome Qur'ani hususan katika mwezi huu. Ndio maana inafanyika hii, Waarabu wanaita misabaka ya mashindano tofauti tofauti. Hata mimi kwa miaka hii miwili nikaona kuna kundi fulani la watu Waislamu wanafanya sanaa, wanafanya burudani, wanatangaza, lakini hawajulikani kama wao wanasoma Qur'ani, ili kufanya inspiration kwa vijana. Unajua kuna mtu mwingine akimuona star wake, hero wake anasoma Qur'ani, naye anakuwa motivated. Ile motivation inamjia ya kwamba fulani kasoma Qur'ani, lazima na mimi mwakani nisome, au lazima niende madrasa nikajifunze Qur'ani. Anamuona star wake, anamuona. Kwa hiyo ilikuwa lengo ni hilo, na alhamdulillah limefanikiwa. Tumeona watoto wengi sasa wanaendelea kusoma Qur'ani, lakini mwaka huu tumepanua wigo, tumesema tuwatumie na wanasiasa. Na kwa kuwa mimi niko katika kundi sasa la politicians, nikasema tuende na wanasiasa. Tutaanza na waheshimiwa mawaziri, wabunge pamoja na madiwani, hususan madiwani wa jiji la Dar es Salaam na viongozi wa vyama vya siasa. Tutafanya kidogo katika ukubwa, tutaongeza namba. Ukiacha wale mastaa wetu celebrities, lakini tutaongeza namba ya waheshimiwa viongozi wanasiasa wa vyama vyote na wa serikali pamoja na waheshimiwa madiwani. Natarajia mashindano ya mwaka huu, sababu kama mnavyofahamu utaratibu wangu, zawadi za mshindi itakuwa kubwa, lakini nini kitakachopatikana
lazima tuwe na ile mwendelezo wa taarifa. Lakini leo nilikuwa nataka tuniwape taarifa, mashindano haya yatafanyika kwenye viwanja vya Karimjee. Nafahamu Karimjee? Karimjee ni ukumbi maarufu, pengine labda ni ukumbi wa kwanza mashuhuri zaidi katika nchi hii. Hata bunge la kwanza la Tanganyika na Tanzania ilifanyika kwenye ukumbi wa Karimjee, na kabla hapo ukumbi ule ulikuwepo ukiwa chini ya halmashauri ya jiji, ujengwa na familia maarufu ya kina Karimjee ambao bado vizazi vyake vipo hapo. Mkiona magari haya mavieti hayo manini, ni familia yake, wale madila wakubwa wa magari mazuri. Mimi mmoja rafiki yangu sana, mashallah, wapo familia wajukuu, lakini walojenga kumbi hizo. Kina nasikia mtu mmoja alikuwa Karim, mwingine Adam, walijenga. Mwingine alikuwa nasikia spika, mwingine nasikia alikuwa meya wa mji huu. Kwa hiyo tuachia ukumbi ule, na sasa uko chini ya milki ya halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Mikutano mingi imefanyika. Mwalimu Nyerere amepata waziri mkuu wa Tanganyika. Mwalimu achana kuwa rais, alikuwa waziri mkuu wa Tanganyika huru kabla Tanganyika kuwa jamhuri 1962. 61 kwa tulipata uhuru, Mwalimu akachaguliwa kwa waziri mkuu, akajiuzuru baada ya miezi michache. Waziri mkuu akawa Mzee Rashid Kawawa, na pia yuko mbele ya haki. Baadaye Mwalimu 62 baada ya nchi kwa jamhuri akawa rais. Vikao vyote vinafanyika pale vya bunge la Tanganyika. Nchi ilipoungana Tanganyika na Zanzibar, bunge ilikuwa linafanyia vikao pale mpaka tulipoenda Dodoma, ndio baadaye tena. Lakini hata mimi napata akili, sababu mimi nimesoma shule ya msingi bunge, naanza kusoma primary, na nadhani mpaka namaliza mimi primary ilikuwa vikao vya bunge vinafanyika. Kwa hiyo tulikuwa tunaona wabunge na mawaziri. Karimjee na bunge sio mbali, michezo ndio hiyo mnacheza kwenye viwanja vya makumbusho. Mkichoka mnaingia shule ya, tunaingia ukumbi wa Karimjee pale. Na mimi na historia pia, alikuja mtoto wa malkia wa Uingereza, si ndio kwa Anne, si Margaret, sasa miaka mingi, nilikuwa darasa la 4 la 5. Mimi ndio nilikwenda kumvisha scarf na nilimvashia pale Karimjee. Kwa hiyo kwangu mashindano haya kuyaleta pale, ukizingatia mimi ni diwani ambaye ndio tunaumiliki ule ukumbi, najisikia fahari sana. Kwa hiyo tutafanya pale viwanjani, na nyinyi waandishi, kwa sababu ni sehemu ya, najua nyinyi mastaa na nyinyi ni sehemu ya celebrity. Kama unajua Qur'ani, basi tutatoa mwongozo wa namna ya kushiriki ya mashindano. Tutafanya kwa ukubwa wake tarehe 19 mwezi wa 3 sawa na mwezi 29, yani chungu cha 29. Leo tuko cha 5, sasa ikifika chungu 29 Kiarabu, yani Ramadhani ya 29, itakuwa tarehe 19 Machi. Kwa kila mwaka tunafanya Ramadhani ya 29. Kwa nini tunafanya vile? Kwa sababu siku ile inaitwa yaumu shaka, yani watu wanaangalia mwezi. Sababu kawaida sheria inataka mfunge ama siku 29 au 30, depend na kuandama kwa mwezi. Kwa hiyo pale mwezi 29 watu wanasikilizia mwezi muonekana. Kwa miaka miwili tumepata bahati, Idi imetangaziwa pale kwamba kesho ni Idi. Mwaka huu tunatarajia kuwa na viongozi mbalimbali, lakini nao itakuwa ni mwendelezo wa story, lakini kiongozi mkubwa, kwa sababu jambo hili tumelikuza, wenzetu wanafanya na sisi lazima kidogo tuwaige. Changamoto zipo, bwana wanavaa makaptura, wasomaji gani hao? Tumedhibiti. Hamna mtu pale amewahi kuja na kaptura, ni mashahidi. Hakuna mtu pale amewahi kuja na kierini. Si kierini atavalia huko kwa mama au kwa babake, lakini akija pale taratibu ni zile zile za dini. Haziruhusu kuja pale haiwezekani umesuka mtoto wa kiume, haiwezekani. Kwa hiyo na wote wanaokuja, achana washindani tu,
hata wale tunaoalika wanakuja katika mazingira mazuri yanayoendana na misingi ya dini, na kuna misingi mingine ya dini zote tunaingiliana, yaani wanajitahidi kufuata maadili ya Qur'ani na maadili ya dini, na tutaendeleza kusimamia. Hata jana nilikuwa Crown pale, nikawa namwambia kwenye mashindano yale, nikawa naambia